Mwenyewe ataongea tu na mbona wakufanyia hivi na hii msaada yote ambayo umewapea. Kwa hivyo sio mtoto amekuwa hijacked. Mwenyewe utasikia tu huko, unasikia maneno. Uko tayari kuongea? Nini imefanyika? Mwenye nilikuwa nimetrust katika kila njia na kila jambo. Tena unapatiana mtoto ndio mimi mchukue pesa kutoka kwangu? Ilikuwa mpango ya Edna, si yangu. Umeingia katika mpango yao pia? So kwa hivyo unaongea na Edna? Na ulikuwa umesema hujaiongea naye? Unanipenda na udada yake? Nikukosea. Kijana yangu. Nikukosea. Wewe nawe. Nikukosea. Yaani mimi huyu ni bibi yangu. Wasichana ni wengi zaidi. Ngoja. Nikusikize nini? Nimekupata katika nini? Sio hivyo. Nimekupata. Hebu pigia bibi yako simu akuje saa hii. Nataka just stand here. Usinikaribie. Bibi yako aliniforce baba. Nilikuwa nataka, sina kupenda. Alikuforce. Aliniforce. Don't come near me. Bro, ulikuwa na force huyu mwanamke kwa naye. Don't come. Bibi yako kwa wapi? Hello guys, what's up my good people? It's your boy Binai. Welcome to the Binai. Watu wangu hapa tulikuwa tunangojana na Mama Martin. Amefika, bibi ya Mike amefika kwa hapa. Tunataka tuzungumze ili tuweze kujua mambo ya mtoto ilienda namna gani, na tujue venye tunasaidiana kupata mtoto. Mama Martin, uko aje? Niko poa sana. Uko poa? Asante. Nadhani mimi sura yangu naijua. Tulikuwa na wewe last time. Sasa Mama Martin, umepigia mzee simu, kuna mambo ambayo ulikuwa unamguzia hapo, lakini akawa kwa ameridhika nayo, ndio maana akasema ufike hapa ili tuweze kuzungumza kwa pamoja. Na kwa hapa angependa kuweza kujua zaidi ya hapo mambo ulikuwa unamwambia, ili tuweze kujua mtoto alikidnapiwa kweli. Mtoto alikujua usiku na watu walikuwa armed. Sasa hata sikuweza kuwaona sura, walikuwa wamejifunika. Sasa venye walikuja wakachukua tu huyo mmoja, wakaacha wale wangu. Waliacha wangu, wakachukua tu huyo mdogo. Okay. So mzee nadhani anataka asikie zaidi ya hapo, kwa sababu amekupigia simu akikwambia kwamba unakujia pesa, si ndio? Mzee, unaweza ongelesha Mama Martin? Okay, Mama Martin, nimefanya mzuri kukuja. Nimekupigia simu na nikakwambia kwamba ukuje ndio tuweze kutuma pesa. Lakini kando na hiyo kuna mambo ambayo yananisumbua, sababu mimi kutuma pesa ndio, lakini sasa ile kitu ambayo inanisumbua ni kwa nini unataka tusihusishe polisi? Kitu ya kwanza. Unajua au watu, unajua venye wana kidnapping watu, huwa wataki involve polisi. Ukiinvolve polisi wanaua mtoto. Sasa unaona uliniachia mtoto. Sasa siku anataka mtoto auliwe, ndio nikakwambia usipigie askari. Lakini mimi kulingana na dhamiri zangu, mimi kuna dhamiri inaniambia kwamba huyo mtoto hajakuwa kidnapped. Na ndio naona mpaka wakati nataka nakwambia kwamba ukuje tutume pesa, nilikuwa tuongee tu ndio tuone way out venye tutasaidiana. Sababu hiyo kitu inanishangaza. Hakuna mtu ambaye anaweza toka nje akuje kwako, na tulikuwa tu na wewe. Wewe ndio niliachia mtoto. Wakuje kutoka nje, wakuje wa kidnap mtoto. Lazima iwe ni watu ambao wanajua kile kiliendelea jana. Lakini mzee, sasa walikuja, mimi hata sijui, walikuwa wamevaa makofia hivi. Sasa sikuweza hata kuwaona. Na mimi nikakuuliza kama umepigia Mike. Nimewakosa kwa simu, nimewatafuta kwa mteja wote, simu haingii. Sasa mimi hapo hiyo kitu imeniweka wasiwasi, mpaka rafiki yangu Binai nikamwambia aweze kunisaidia, sababu hata yeye mwenyewe ameshangaa. Hatuwezi achana na tukiwa venye tuliachana jana, mtoto uko naye, halafu usiku unaniambia watu walikuja wakakidnap. So wakati nimempigia akaniambia pia atanisaidia. Na huyu rafiki ambaye tumekuja naye ameniambia kwamba tutasaidiana ndio tujue mahali mtoto wako. Na huyu rafiki anakaa kama hao watu walikuja jana kuchukua mtoto, walikuwa wamejifunika hivyo? Hapana. Huyu sio mmoja wao. Huyu ni rafiki wa Binai, na Binai ameniambia ni mtu mzuri. Hawakuwa wanawake pamoja? Hawakuwa wanawake pamoja. Hapana. Hawakuwa wanawake pamoja. Na kama wangekuwa wanawake pamoja, kwanza jambo ya kwanza hangekuja hapa. Unaona? Kwa hivyo hakuna haja ya kumfikiria mambo mabaya. Huyu ni rafiki wa Binai,
na ndio amesema kwamba atatuambia ama ataniambia venye ambavyo ile njia tutakayotumia ndio tupate mtoto. Kwa hivyo hata si pesa uko nayo, ninadhani pesa niko nayo. Si basi ungetuma, ina haja ungeita hao marafiki. Pesa niko nayo, lakini sitatuma pesa saa hii direct. Hata mkitaka na mtoto akiuliwa. Mtoto hawezi uliwa. Uko sure aje? Mtoto hawezi uliwa sababu mimi najua kwamba kuna dhamiri inaniambia mtoto wako hai. Hawezi muua. Ama ni wewe uko na yeye? Hapana. Ni ngumu sana mtu mzima achukue mtoto auwe. Mamati, nikuulize, hao watu baada ya kuchukua mtoto leo wamekupigia simu? Walichukua jana, si ndio? Walichukua jana wakanipigia simu. Leo wamekupigia simu kutoka asubuhi? Ni ile tu namba ya M-Pesa yenye nilitumia mzee. Hiyo namba unasema walikutumia jana ama leo? Ni leo asubuhi after wamepiga usiku. Walituma kama hawajaongea na wewe? Walipiga tu wakaniambia mali nitaacha pesa na wakanitumia namba. Wakaniambia hiyo namba ndio utatumia. Okay. Walituma namba leo asubuhi? Na walikujia jana mtoto usiku? Umesema leo kwamba hajaongea naye kutoka asubuhi mpaka sasa. Sasa unajua na namba wakikutumia ulijuaje kama ni namba ya kuweka pesa? Si waliniambia kwa simu, wakaniambia kuna namba tunakutumia uweke hiyo pesa, alafu kuna mali tutapata. Walikwambia lini hivyo? Jana. Sasa hiyo after wamechukua mtoto ndio wakaniambia. Sasa namba ikatumwa leo? Wakatuma asubuhi. Habari ya msichana, unajua hata hatujasalimiana. Pole sana. Mimi naitwa Daktari Magongo. Na najua ndio mara yangu ya kwanza na wewe kupatana. Huyu mzee ni rafiki yangu, hata kama hatujajuana kwa muda, lakini ni rafiki yangu. Najua ni mzee wa busara sana, na ameniita hapa, ameniambia kuna kesi hika hapa daktari, naomba unisaidie kidogo na maarifa. Na vile nimefika, unajua nimekuwa na kusikiza tu, umeona sijaongea chochote. Na hata usikue na wasiwasi, naona uko na uoga mingi. Mimi sio mtu mbaya. Kuwa na amani kabisa. Kile ambayo tunataka kujua ni ukweli tu. Sababu hata mimi nimekuja hapa ili tujue vile mtoto anapatikana. Na umesema wanataka pesa, si ndio? Wanataka 500k. 500. Walikuwa watu wangapi wale walikuja kuchukua mtoto? Watatu. Na hakuna mtu yoyote mwingine umeambia kando na mzee? Ni mzee tu nimepigia juu mtoto wake ashiki simu. Huyo ni Mike. Na bibi yake Edna pia ashiki. Na jirani hata hujaambia hata majirani? Hakuna mtu, nilipiga tu nduru usiku na hakuna mtu alisikia. Tupika aje nduru na kwani una majirani karibu? Unajua sasa mali tunakaa hakuna majirani, mbali. Na mbona usiambie tu mzee ukweli? Sababu huyu mzee naona amekusaidia kwa muda mrefu sana. Ukweli gani? Si ukweli yote ni yenye nimesema saa hii, ama kuna ukweli mwingine? Mzee umeniletea nani huyu? Huyu ni rafiki wa Binai, rafiki yake ambao wamepelekana kwa muda mrefu. Anasema ni daktari mgani huyu? Na sioni akiwa na hii koti ya white. Huyu ni mtu wa Mungu. Watu wa Mungu wavaangi hivi. Huyu ni mtu wa Mungu. Labda mahali ametoka ndio imefanya vaa hivyo, lakini ni mtu wa Mungu kulingana venye Binai ameniambia. Mimi naona ni kama ni hao wenye walichukua mtoto. Kuna jambo inazunguka ndani ya akili yangu. Mimi nauliza, hiyo nyumba yenu niliweka CCTV. Na CCTV imekuwa tampered with ama haijaguzwa? CCTV haijaguzwa, iko sawa hivyo. Itaonyesha picha ya watu walichukua mtoto. Ndio nakwambia ni kama ni huyu au among au watu. Juu unaona venye amejifunika ni hivyo tu ndio alikuwa. Wako wanaonyesha sura. Ndio nilikuwa nakwambia ulipe pesa kwanza ndio tupewe mtoto. Alafu sasa tuende kwa CCTV tupelekee maaskari. Kitu ya kwanza nataka kuuliza. Nikienda saa hizi tuende mpaka huko. CCTV itaonyesha hao watu na control ya CCTV. CCTV iko kuna laptop iko hapo tu inaonyesha kila kitu. Juu CCTV ziko kadhaa kwa nyumba. Kwa hivyo saa hii tukienda CCTV itaona mtoto akichukuliwa. Utaona. Unaongea ukweli? Sababu kuna dhamiri na niambia hapa kuna kitu ambacho inaendelea. Mzee, tangu lini nikakudanganya mimi? Hujawahi, lakini inaweza kuwa mara ya kwanza. Mzee, hao marafiki zako ndio wanakupotosha. Huyu ni kama ni huyo. Sio huyu. Acha mimi niulize tie maswali kidogo. Na nataka tu unijibu kulingana na vile nimekuuliza. Hiyo pesa 1500 mnataka kugawana watu wangapi? Pesa tunagawana na nani? Hiyo pesa si ni hao watu kama wewe, ama ni wewe hata uliiba huyo mtoto? Mimi nimekuuliza tu swali rahisi, hiyo pesa mnataka kugawana watu wangapi? Hiyo pesa si inatumwa kwa namba, hata si mimi siishiki hiyo pesa. Ama ni pesa gani unasema? Mwisho hiyo pesa mnataka kugawana watu wangapi?
Na nani tunagawana pesa gani? Mzee huyu ananiekelea vitu gani tena? Nauliza daktari, unasema kugawana? Nataka mwenyewe aongee tu ukweli. Hii deal hapa kuna kitu ambayo inaendelea sijui. Hiyo pesa mnataka kugawana watu wangapi? Hiyo shilingi 1000. Hiyo pesa si inatumia watu wenye wamechukua mtoto ama ni wewe unataka kukula? Shika tu simu. Unajua msichana, mimi acha nikuambie ukweli. Mimi nakuona ndani. Na mimi kabla nikuja hapa nilikuwa hata nimekujua kabla wewe nijue. Nataka tu uongee ukweli. Uambie mzee ukweli. Hii mipango yote ambayo mmepanga. Mimi sitaki tuanze nikufanyie kitu kibaya ndio uongee. Mimi nataka tu uongee sababu mwenyewe unajua ukweli na unajua mipango yote ambayo mmepanga. Nataka tu uongee. Ukweli gani? Ni ukweli yote ndio nimesema saa hii, hakuna ukweli mwingine. Unajua ukitaka utaongea tu sababu wewe unajua kitu ambayo unaficha. Na hii mipango ambayo mmepanga ya kuweka mtoto hata hajachukuliwa. Mtoto si ulipea mama yake? Nilimpea lini? Si wewe ni kama wewe ndio umechukua huyo mtoto hata. Venye unaongea tu unakaa ni wewe. Unataka ukweli julikane. Ukweli gani na ni wewe? Utaibika wewe mwenyewe sababu huyo mzee kukuheshimu ile anakuheshimu. Usifanye heshima yenu ivunjike sababu ya hii tamaa yako kidogo. Hii tamaa ikusaidie. Wewe ongea tu ukweli. Hiyo ndio kitu ile mimi nataka kujua. Kila mtu hapa anataka kujua ukweli. Ongea tu ukweli na uombe msamaha sababu wewe unajua ukweli. Funguka tu kama kuna kitu yenye mmefanya. Funguka tu useme ukweli kabla kitu haijafika mahali. Huyu mzee ni mtu anakupea heshima sana Mama Martin. Huyu mzee anakupea ukweli yote, hakuna ukweli mwingine. Huyu anaongea tu mambo ya uongo. Na umemtoa wapi huyu mtu? Anakaa tu muongo tu. Huyu mtu anafanya naye kazi. Unakumbuka jana Mama Martin tukiwa kwa nyumba pale, huyu mzee alikwambia kwamba mali yake atakuachia. Kuna vitu atakuachia za mali yake. Kumaanisha ni mtu anakuamini sana. Na ni mtu labda mmesaidiana naye kutoka kitambo, sio uongo, si ndio? Sasa usimfanyie kitu kama hiyo. Unajua hii pesa kidogo hii haitakusaidia sababu huyo mzee ni mtu ambaye atakusaidia kwa muda mrefu, na hii pesa ambayo unataka kuiba hii, unajua hao watu ambao unafanya nao wako wanakupotosha. Wacha nikuambie ukweli. Daktari, hata mimi nikisema hivi, acha nikukate kidogo. Huyo mzee ni by the way ni mtu ako na roho safi sana, kwa sababu hata kama ingekuwa ni nini, unajua mtu mwenye alipata pale kwa nyumba akimcheat, mwanamke wake alipatikana akicheat na kijana yake. Na imagine hiyo ni damu ya hao watu. Sio damu ya huyo mzee. Lakini mzee alikuwa tayari tena kuchukua huyo mtoto, kukaa na yeye, kumtunza, na ndio maana akakupea. Ingekuwa ni mtu mwingine angechukua huyo mtoto. Lakini umesema unaitwa nani? Mimi naitwa Binai. Binai, wewe ndio umelipa huyo mtu akuje kudanganya? Hapana, hakuna kitu anadanganya, anasema ukweli. Ukweli gani? Na hiyo ukweli yote ya mtu amekidnapiwa nimesema yote, na hata nikapigia mzee usiku kumwambia kila kitu yenye imeendelea. Kujulisha watu wengine yote kando na huyo mzee na huko. Unajua hii kidnapping ukijulisha watu waende waambie askari ndio huyo mtu amekufa hivyo tu. Na tulikuwa tunataka mtoto akufe. Kabisa unaongea ukweli kutoka kwa roho yako. Sasa wewe uliogopa kuambia watu na kwenda kuripoti kwa polisi kwa sababu wataua mtoto. Wataua. Hivyo ndo walikwambia? Walisema usijulishe watu, wewe tu kuwa na pesa utume kwa hiyo namba. Alafu hapo kwa barabara, kuna barabara walinielezea mzee anaijua. Hapo wataacha mtoto kisha tuma pesa. Sasa hiyo barabara wewe unaijua? Hiyo namba ya watu unaweza wapigia saa hii. Unaweza pigia aingi kwa mteja, niyo tu ya M-Pesa tu ndio walisema tu tutume. Kutoka hapo hawajapiga tena. Acha kama wamepata ama hawajapata. Unajua utajuaje kama wamepata pesa? Unajua ukiwatumia tu sitaleta, pengine walisema jina yenye italeta. Ikileta hiyo jina wataachilia mtoto. Walikwambia jina inaleta nani kitu? Unajua sasa hiyo siwezi sema mbele ya kamera. Juu hata sasa unaona mtoto. Mtoto ako at risk. Sasa unajua huyu mtoto kama amekidnapiwa, huyu daktari anaweza saidia mtoto akarudi. Na ndio maana tunataka ufunguke ukweli, tujue venye tunasaidiana. Daktari anaweza rudisha mtoto hata kama wajalipa hiyo pesa yenye mnataka watoe hiyo. Ni 500k. Mtoto anaweza rudi bila hiyo pesa. Huyu daktari hata simuamini kabisa. Acha tungoje tu mzee akuja atumie hiyo namba pesa, alafu sasa ndio tupate mtoto. Huyu mzee hapana. Mambo yake nimeona si mazuri. Unakaa tu mzee. Unajua acha nikwambie msichana, uko unajiweka mahali pabaya. Na heshima yako ikanavunjika na maisha yako pahali inaelekea. Sio pahali pazuri. Mimi nataka nikusaidie sababu nimeona wewe watu ambao unafanya nao ndio wako wanakupotosha. Mimi nataka nikusaidie. Niko sawa nilivyo. Mwisho umeongea na Mike lini? Kutoka jana penye hiyo nini hiyo mambo. Sijaongea na yeye tena. Hukuongea naye? Simu yake go through, hata nilikuwa nimpigie nimwambie mtoto. Na nani bibi ya mzee? Bado sijaongea na yeye. Sijaongea naye pia. So vile ulitoka hapo unasema hukupatana hata na watu kuongea na wao? Sikuongea. Nilienda tu kwa nyumba na watoto. Sasa ndio usiku hao watu wakakuja.
Kuna kitu walikuambia kabla hajachukua huyo mtoto? Walikuja tu ni kama walikuwa wametumwa, walikuwa wanajua tu ni huyu ndiye alikuwa target. Wakaenda na mtoto. Okay. Yeah. Sasa acha tungoje mzee, tuone kama anatuma hiyo pesa. Najua mimi huyo msichana, najua mimi namuona na naona kila kitu na mipango yote. Mimi niko najaribu kukuambia ufunguke kabla mambo ijaribika. Na mzee, mimi kile nataka nifanye hapa, usinilaumu. Sababu nataka hata wewe si unataka kujua ukweli mzee. Ni ukweli. Kile ambaye itatendeka hapa usistuke wala usishangae, sababu nimebembeleza huyu msichana, nimeongea naye aongee ukweli, aongee ili tujue vile tunasuluhisha hii maneno, lakini amekataa, amesema yeye hausiki. Na si hata wewe unataka, hata kila mtu hapa anataka kujua nini inaendelea. Ni ukweli. Naomba tu mzee ukuje usimame hii upande. Sababu hii kazi yangu. Unataka kufanya nini? Vile nataka kufanya. Mama Martin hutaki kuongea. Na vile unataka kuongea, ungesema tu ukweli kama kuna kitu yenye unaficha. Mzee umeniletea mganga. Mimi nauliza swali. Swali tu moja. Unataka kuniambia mtoto alikuwa kidnapped? Ukweli. Ukweli. Sababu dhamiri yangu mimi imekataa. Ni ukweli, alichukuliwa jana. Alichukuliwa? Wewe. Sasa mimi sina lingine sababu nataka kujua ukweli. Ile imeendelea. Ama ile imetendeka katika boma yangu. Ama Kenya ambacho kinaendelea. Sababu mambo mingi itafichuka. Na chochote ambacho kimekuwa kiendelea ndani ya nyumba yangu, kupitia mke wangu, kupitia kijana yangu na kupitia mke wa kijana, nitajua. Na hiyo ndio ilikuwa ombi langu. Sasa Mama Martin, nijue hutaki kuongea. Hizi ni nini unanirushia? Hai. Uliniletea mchawi huku. Kuna nini? Unasema umerushiwa? Hai, najikuna. Unajikuna kwa nini? Sababu mzee, wewe pia unataka kujua ukweli. Unajikuna kwa nini? Nataka mambo tu yake yanatendeka hapa, wewe usikuwe na wasiwasi. Wewe utajionea tu. Umenirushia nini? Ni nini ambao unajikuna kwa nini? Hapana. Hai. Unajikuna kwa nini? Nataka tu mwenyewe, acha mwenyewe ataongea tu mzee, wewe hata usimuulize chochote. Haka anaongea ukweli yote ile unataka kujua na mipango ile wamepanga. Mwenyewe ataongea tu na mbona wakufanyia hivi na hii msaada yote ambayo umewapea. Kwa hivyo sio mtoto amekuwa hijacked. Mwenyewe utasikia tu huko, unasikia maneno. Uko tayari kuongea? Nini imefanyika? Mimi nataka mzee ujue ukweli. Sababu hao watu ni mchezo wanakufanyia. Sababu wanaona hutaijua ukweli. Lakini ukweli yote hiki anajulikana. Nataka kujua ukweli yote. Hao watu. Kile ambacho kimekuwa kitendeka hapa ndani ya nyumba yangu. Wewe utajua tu kila kitu. Wewe usikuwe na wasiwasi. Sababu amejifanya kiburi. Amekataa kuongea. Usiulize chochote, mwenyewe ataropoka tu. Ataeleza tu kila kitu. Mama Martin, hutaki kuongea? Nataka kusema ukweli. Ongea, niseme ukweli. Nitapona nikiongea. Ukweli gani tena? Ukweli gani? Hauko umeongea ukweli? Mtoto ni Edna ako naye. Mtoto ni Edna ako naye. Na uliniambia amekuwa hijacked. Sasa ni nini? Mwenye nilikuwa nimetrust katika kila njia na kila jambo. Tena unapatiana mtoto ndio mimi mchukue pesa kutoka kwangu? Ilikuwa mipango ya Edna, si yangu. Umeingia katika mipango yao pia? So kwa hivyo unaongea na Edna? Na ulikuwa umesema hujaiongea naye? Kwanza nipone daktari. Mimi nataka uongee. Unajua hakuna kitu ile uko unaongea. Nataka uambie mzee kila kitu. Mipango yote hii, pesa mnagawana na mnagani na mlikuwa na nia gani na mlipatana aje ndio hii vitu mkapanga. Nataka uelezee mzee kila kitu. Sababu anataka kujua vile hii mipango yote hii mlipanga. Hiyo pesa ilikuwa Edna ndiye alikuwa apate. Kwa namba nyingine. Hiyo namba ni yake. Hiyo namba ni Edna? Lakini atumiangi. Ameregister na jina ingine. Nataka uongee sasa. Sababu unajua ulikuwa unadhania ukweli itaijulikana. Nataka uongee, uambie mzee sababu huyu mzee amekusaidia kwa muda mrefu sana. Si ni ukweli? Amenisaidia sana. Niambie kile kinaendelea ndani ya nyumba. Mzee ni tamaa. Tamaa ya nini? Ya pesa. Ni nini ambayo sikupatii? Hakuna. Nini ambayo sipatii hata familia yenu? Yaani mnapanga mtoto, mmepatiana mtoto
unarudishia wale ambao ni maadui wangu sahi. Alafu tena mnaniitisha pesa 1500 hapa milioni. Mwende mgawane. Na si hiyo peke yake. Hiyo ndio nakuambia ilikuwa ukitoa hiyo pesa wakuitisha tena ingine tena na ingine na ingine, nakuambia walitaka wakutoe zaidi ya 3 kwa huyo mtoto tu. Hiyo ndio ilikuwa mbinu yao. Ni mpango gani hii mko nao? Hiyo tu ya pesa mzee. Nimekuuliza hapa sasa unaongeanga na bibi ya mzee ukasema uongee na yeye. Nikakuuliza kama umeongea na Mike ukasema uongee na wao. Ilikuwa tu ya kupata tu hiyo pesa. So unasema Edna ndio ako na mtoto? Ni yeye ako na mtoto. Yeye ndiye alituma watu. Yeye ndiye alituma ama yeye ndiye alikujia? Yeye ndiye alituma watu. Unaona unajaribu kudanganya na mtoto ulipeana. Sasa huyu mtu hataki kuongea, acha nimuongeze. Ongeza ingine kwa sababu tunaona hataki kuongea. Nataka uongee ukweli. Nataka kuongea ukweli. Alituma watu wakamngojea hapo nje kwa gate. Watu wa gani? Au watu ni walichukua mtoto. Watu wa gani? Hakuna watu walichukua mtoto, acha kutudanganya. Kwa sababu hapa tuko tunadanganya bado. Bado unafanya Sasa wewe ndio ulipeana. Wewe ulipeana mtoto? Hii mipango mlipangia wapi? Tulipatana after nimekuja nyumbani na mtoto. Alafu ndio sasa nikampea mtoto. Ndio tukapanga hiyo kuchukua pesa kutoka kwako. Na ni watu gani ulikuwa unasema walikuja kuchukua mtoto? Hakuna, ilikuwa uongo. Mtoto wako wapi sasa? Naedna. Utatupeleka? Tupeleke sahi. Uko tayari? Uko tayari? Nataka uongee kila kitu. Huyu mzee umefaidika nini na nini kwake? Kile kitu ambayo mmefanya ndani ya nyumba yangu. Ni hiyo tu ya mtoto, hakuna ingine. Pesa ngapi ambao mmeniibia? Nyumba ile unajenga kwenye pesa umetoa wapi? Ati kuna nyumba tena unajenga nyumbani nyumba? Kuna nyumba unajenga? Najengea. Na mimi sijui. Najengea mama yangu nyumba. Na mtoto wangu anajua? Mike. Na kwa nini hamkuniambia? Ilikuwa tu plan. Yaani mambo yote nimekuaminia, saa hizi naanza kuona ile picha sio ile. Nataka atulie sasa, sababu wako tayari kutupeleka. Unataka kutupeleka pahali mtoto wako, sababu hata mtoto wako naona mtoto wako kwao. Si mtoto wako kwenyu, pahali kwa mama yako pahali mnajenga. Wako huko na Edna. Walienda mpaka huko?